Karibu msikilizaji, niweze kukufahamisha yale ambayo yameweza kutendeka msikilizaji. Nchi ya Tanzania inapanga kuuza baadhi ya sehemu zake za kuchimba madini ya dhahabu ambazo zinakadiriwa kiwango cha dola bilioni 1.3. Na sasa nchi ya Tanzania ina mpango wa kuuza sehemu hizi kwa mataifa ya kigeni ili kufadhili mipango yake ya kindani. Msikilizaji, Samia ameamua kuuza mali ya nchi ya Tanzania baada ya kufanya vitendo vilivyosababisha mataifa ya kigeni kusitisha misaada iliyokuwa inakuja Tanzania. Na sasa kitendo hichi kimemsukuma Samia kutafuta njia za kuiziba nafasi ile iliyoweza kuachwa na ile misaada ambayo ilikuwa inatoka katika mataifa ya kigeni. Sasa Samia ameamua kwamba atauza sehemu za Tanzania, sehemu ambazo madini ya dhahabu yanachimbwa, na sehemu hizo zinakadiriwa kufikia kiwango cha pesa dola za Kimarekani bilioni 1.3. Itakumbuka kwamba msikilizaji, sasa hivi ni mwaka wa kwanza na ni miezi michache tu ambayo kwamba Samia amekuwepo madarakani, na sasa ameanza kutapatapa kutafuta njia za kuendelea kuelea. Yaani ni kama meli linazama, lakini Samia anaendelea kutafuta njia za kubaki kama ameelea majini. Sasa kwa sababu vitendo vyake vya kikatili vilisababisha mataifa ya kigeni kujiondoa katika kupeana misaada kwa nchi ya Tanzania, imebidi Samia atafute njia mbadala za kuziba nafasi ile ambayo imeweza kuachwa na ile misaada aliyokuwa anaipokea. Sasa nafasi hiyo imeachwa wazi, na sasa inabidi ang'ang'ane, atumie njia zote asiweze kuonekana kwamba amefeli. Na sasa ameamua kuanza kuuza mali ya Watanzania kwa mataifa ya kigeni ili aweze kupata fedha za kuendelea kukidhi ama za kuziba nafasi zile ambazo ziliweza kuachwa kutokana na vitendo vyake vya kikatili. Msikilizaji, kulingana na taarifa ambazo nimepata msikilizaji, ni kwamba Samia ameweza kuchukua mwelekeo huu kama majibu ama baada ya kugundua kwamba kumekuwa na 17% ya kuanguka katika picha ya kimataifa. Tanzania imeweza kuwa na 17% ya kuanguka katika
biashara za dunia, na suala hilo limesababisha kwamba Samia aweze kuuza madini haya ili aweze kuendelea kuonekana kwamba yupo na kwamba Tanzania haijaanguka sana. Kwa hivyo ni kuweza kuziba asiweze kuonekana kwamba amefeli. Swala hili msikilizaji, kama nilivyokueleza, limeweza kusababishwa baada ya Marekani na mataifa mengi ya Uingereza kuweza kujiondoa katika kupeana misaada yao kwa nchi ya Tanzania kutokana na fujo ama rabsha zilizoweza kutokea Oktoba 29 mpaka 31, lakini pia na hatua zilizoweza kuendelea kuchukuliwa na serikali ya Samia zilizoendelea kuwadhuru wananchi wa Tanzania, na kwa hivyo mataifa ya kigeni yakaona kwamba Tanzania sio salama wa raia wao kuzuru ama kuishi, na hilo likapelekea kwamba mataifa haya yakaweza kukatisha misaada yao kwa nchi ya Tanzania. Na sasa hivi Samia ameweza kuanza kupokea moto, na sasa amebabaika na kuanza kuuza mali ya Watanzania ili kuweza kuziba nafasi hizi. Taarifa hizi zinaniambia kwamba waliotoa misaada kama shirika la EU ambalo limeweza kusema kwamba litasitisha misaada zaidi, ni baadhi ya masuala ambayo yamefanya Samia achukue hatua hii, kwa sababu shirika hili la EU msikilizaji, limeendelea kusema kwamba ukiachana na zile ripoti za misaada iliyositishwa rasmi na ikaweza kutangazwa, linapanga kusitisha misaada hiyo zaidi. Kwa sababu gani msikilizaji? Kwa sababu wanahisi kwamba uongozi wa nchi ya Tanzania sio salama na sio bora kwa wananchi wake, cha kwanza, lakini pia sio bora kwa wananchi wao wanaoizuru Tanzania, na kwa hivyo wanaudhibiti upya uhusiano wao na nchi ya Tanzania, jambo ambalo linasababisha kwamba wasitishe misaada kwa nchi ya Tanzania kwa sababu ya kuhisi kwamba pesa zao zinatumika vibaya na raia wao katika nchi hizo hawapati kile ambacho kinastahiki. Na sasa hatua hiyo imemwacha Samia pabaya, jambo ambalo limesababisha Samia aweza kuchukua hatua tofauti za kuuza madini ya Tanzania ya dhahabu ama sehemu za kuchimba madini ya Tanzania ya dhahabu ambazo anataka kuziuza kwa kiasi cha dola bilioni 1.3 ili kuendelea kufadhili ama kuziba nafasi zile ambazo zimeweza kuachwa na mataifa haya ama na ufadhili ulioweza kutolewa na mataifa haya. Msikilizaji, hebu msikilizaji, endelea kutufuatilia kwa kuendelea kupiga subscription kwenye kituo hichi. Ni kituo kipya ambacho tumekitengeneza kwa kuweza kuhakikisha kwamba tunakusogeshea karibu taarifa zinazokuhusu na zinazohusu taifa la Tanzania, ili kuhakikisha kwamba unapata kufahamika msikilizaji. Zidi kupiga subscription kwa maana ya kuendelea kutufuatilia na kupata video zetu punde tu tunapoweza kuzipakia katika kikundi hichi. Jina langu ni Presenter Guton. Endelea kuwa nasi, endelea kutia subscription, endelea kutufuatilia. Nitakuwepo hapa kuhakikisha kwamba kila wakati unapata kufahamika na unapata kuelewa yale ambayo yameweza kutendeka ndani na nje ya nchi ya Tanzania, lakini pia taarifa tu mingi ambazo nakupatia uchambuzi wa kina ili upate kuelewa wazi yale ambayo yanaweza kuendelea kutendeka. Tia subscription
tupatane kwenye video itakayofuata.